mtoto wa kike yoyote, iwe ni mwanachuo au yoyote mwanamke, ukiona mwanaume mpaka amechukua hatua ya kukupatia hela ya chakula, kukutoa auti, kukupatia zawadi za bei ghali, unajua hapo jua kwamba tayari umeliwa. Yani kiujumla, kwa kauli ya vijana wanaposema, unajua yani tayari jua kwamba hapo inabidi uanguke nayo, unajua tena. Sasa kilichotokea ni kwamba mtoto wa kike unataka kula vitu vya mwanaume, sawa? Yani mtoto wa kike unataka mwanaume akupatie nauli, mwanaume akupatie chakula, mwanaume akugharamie, sio kukuvalisha. Bwana fresh kama safi. Unaitwa? Mimi naitwa Balama TZ. Okay, Balama, kutokana na story ambazo zinaendelea kutrend mitandaoni sasa hivi ambazo zinamhusisha mwanafunzi wa chuo cha ustawi pale ambaye alikuwa na boyfriend wake, na huyo mdada ameuawa kutokana na inavyosemekana kamchiti boyfriend wake. Wewe kama mwana mitandao, lakini pia mdau wa mitandao na mwanajamii, wanazungumzia hilo swala. Bwana, swala la kwanza ni masuala ambayo yamekuwa matukio ambayo yametokea kwa mfululizo sana hapa kati, unajua matukio ambayo wanakuta wanachuo kadhaa. Tumeona juzi wanachuo wamedhalilisha mwanachuo mwenzao, tena ni mtoto wa kike. Lakini pia jana imetokea mwanachuo ameuawa kwa kuchoma bisu na mpenzi wake. Na sababu inakuja kwamba watoto wa chuo, kitu cha kwanza, watoto wa kike wa chuo ni tamaa, unajua swala la tamaa ni swala ambalo linawapunza watoto wa kike. Unajua chanzo cha mpaka mtoto wa kiume kuchukua hatua ya kuja kukutoa uhai au kumtoa uhai mwanamke ni kwamba imefikia to the extent kwamba ameshindwa kuvumilia mwenyewe. Unajua kwamba kile kitu amekivumilia vya kutosha, lakini inakuja kufika mwisho. Unajua mwanadamu sio malaika, mwanadamu sio Mungu, unajua. So anakuja anashindwa kuvumilia, vile hasira zinampanda mpaka anakuja kufanya tukio la mauaji. Kwa hiyo kilichotokea jana, nadhani kwa yule mwanamke maybe inawezekana kwa sababu amehojiwa mama mtu, pia amehojiwa rafiki yake wa marehemu, wametoa maoni yao pia kwamba alikuwa ni mwanaume ambaye anamfuatilia, unajua. Sasa kwa akili ya kawaida ya kibinadamu, haiwezekani mwanaume tu akamfuatilia mwanamke akamkataa then akaja akamtoa uhai. Yani hiyo kitu ni ngumu. Shetani apite hapa leo au siku ya mwisho itokee, labda ndo atatokea, lakini kwa akili ya kibinadamu na kwa kawaida, yani haiwezekani kabisa, unajua. Inaonekana alikuwa na mahusiano toka zamani, si ndio? Inawezekana pengine ndio hivyo, walikuwa na mahusiano tangu zamani, then the end of the day akaja akamchiti pengine, au kuna vitu akamfanyia vya hofu, unajua. Ndio maana mwanaume akachukua nafasi au akachukua hatua ya kuja kumkill yule mtoto wa kike, unajua. So kitu ambacho wanaferi watoto wa kike, wanashindwa kuwa na uelewa fulani kuhusu haya mambo, haya masuala ya mahusiano, unajua. Kitu cha kwanza, mtoto wa kike yoyote, iwe ni mwanachuo au yoyote mwanamke, ukiona mwanaume mpaka amechukua hatua ya kukupatia hela ya chakula, kukutoa auti, kukupatia zawadi za bei ghali, unajua hapo jua kwamba tayari umeliwa. Yani kiujumla, kwa kauli ya vijana wanaposema, unajua yani tayari jua kwamba hapo inabidi uanguke nayo, unajua tena. Sasa kilichotokea ni kwamba mtoto wa kike unataka kula vitu vya mwanaume, sawa? Yani mtoto wa kike unataka mwanaume akupatie nauli, mwanaume akupatie chakula, mwanaume akugharamie, sio kukuvalisha, akupatie zawadi za kutosha, hapo utoi na ile utoi. Then uzedeo unashindwa kunanilia, unashindwa kuanguka nayo, unajua. Yani unataka, yani unafungua mkono afu unafunga mapaja, unajua ndio kitu ambacho kimetokea pale. So mtu anapandwa na hasira kama vile anakuja anafanya tukio kama lile. Lakini pia kitu kingine bana, nadhani kwamba mimi nadhani kwamba imani imekuwa ndogo sana, unajua, kwenye swala la mahusiano. So what we have to do ni kwamba kwanza inabidi tumuombe Mungu. Yani hicho ndio kitu cha kwanza. Unajua tena God is over all, always. Unajua inabidi tumuombe Mungu katika hili, kwa sababu matukio mauaji yamekuwa mengi sana. Kwa upande wangu mimi au kwa upande wako Justin, unajua inakuwa ni gumu sana kusema kweli, au hata mtu akufanyie kitendo kiovu namna gani, akukosea namna gani, swala la kuchukua hatua ya kuchukua silaha mpaka kwenda kumtoa uhai, kumuua, is something so hard. Ni very difficult, unajua. Maamuzi magumu sana. So mimi nadhani hata wanawake ambao wako kwenye mahusiano au ambao wanatarajia kuwepo kwenye mahusiano, wajaribu kuchagua au ku make decision, mwanaume wa aina gani anatakiwa kudate naye, au mwanaume wa aina gani inabidi ni date naye. Unajua sio mwanamke unaingia kwenye mahusiano na mwanaume hujui,
kwanza ndio umekutana naye chuo, pengine umekutana naye mtaani, you never know background history of him, unajua haujui, pengine unajua mwanaume anavuta bangi, kama unavyojua bangi inaendesha rafiki yangu. Sijawahi kutumia, lakini naona na experience kwenye maisha ya watu ambao wananizunguka kwenye jamii yangu, unajua bangi inaendesha rafiki yangu. Yaani kama sio bangi basi itakuwa ni mapepo. Ndio kitu ambacho kinaendelea. So inabidi kwanza umjue mwanaume ambaye una date naye, history kwa background yake. Ana tabia gani vile, unajua? Sio wanawake wengi wanazingatia vile vitu vya nje. Yaani wanakuwa muonekano. Sio muonekano, unajua? Tunasema ni mikumbo. Yaani mwanamke mtoto wa chuo sana anaongelea mtoto wa chuo. Unajua watoto wa chuo ndio ambao wanakuwa wanaathirika sana hivi vitu. Wakubwa tayari wanajua hardness of life. Unajua tayari ugumu wa maisha ukoje. Where to find, where to get and where to hustle. Unajua mahali gani nikatafute pesa, hivyo na vitu vingine kama hivyo, you know. Kwamba umeona mtoto wa kike mwenzako kapendeza, kapaka lip shine, amevaa nywele nzuri, unajua kasuka vizuri, kila wiki anabadilisha mtindo wa kusuka, unajua asuki twende Kilione, asuki sio Kilimanjaro, you know. Lakini sasa unaona tamani kwamba mimi natamani nifanye, na mimi natamani kama niwe kama yeye, unajua yani Jeni unatamani kuwa kama Asha au na wakati Asha ni Asha na Jeni ni Jeni. Na ujue Zola anazopendeza anazitoa wapi? So wanakuja kukosea namna fulani, ndio hapo unakuja kurubuka bwana. Kuna yule mwanaume naona kama ana kitu, ana maisha mazuri, pengine geto limevaa fresh. Kumbe mwanangu haujui ndani ya mwanaume kuna nini na unakurupuka tu vile. Lakini sasa kilichokuja kutokea juzi ni kwamba situation ya yule mpaka mwanaume kuja kumtoa uhai yule mtoto wa kike. Mimi nadhani kwamba wanawake au alichokosea yeye ni kwamba aliishi naye kama maybe walikuwa marafiki sawa, lakini aliishi naye kama mpenzi wake. Unajua mwanaume pengine amemtoa out kama nilivyokuambia hapo mwanzo Justin, bila shaka unakumbuka. Mwanaume kamtoa out, kampatia zawadi za gharama sana, unajua kamgaramia vya kutosha sana. At the end of the day mkono wa pesa unaotoa, lakini huku chini unakuja kubana. So unakuja kuwa naomba shikilia kidogo tumalize na Mary wa Mwijaku, na msikilizaji Mary wa Mwijaku. Mary wa Mwijaku bana, ile swala nalo limepita. Mimi nimeliongelea sana kwenye mtandao, kwenye page zangu nimelipublish by the way, na nikasema kwamba wanawake wamekuwa na roho mbaya sana. Yaani maybe ilikuwa tangu zamani, lakini kwa hiki kizazi tunachoenda nacho bana, swala la kwanza ni swala la wivu. Yaani kitu ambacho kinatokea kwa watoto wa kike ni wivu. Yaani wivu ni kitu kibaya sana. Yaani you have to know that kwamba swala la wivu kwa mtoto wa kike ni swala baya sana. Yaani haiwezekani mwanamke unamfanyia kitendo kama kile mwanamke mwenzako. Wakati sisi hapa tunajua thamani ya mwanamke. Unajua mimi kama mwanaume, mimi asema sawa. Najua thamani ya mwanamke. Mwanamke yote anaweza kumchukulia kama mama yangu, dada yangu, ndugu yangu yote wa kike wa damu. Unajua? Lakini sasa inakuwaje mimi mwanamke, mimi naiona thamani ya mwanamke, lakini wewe mwanamke tena unamfanyia kitendo kama kile mwanamke mwenzako. Back to back ni kwamba sababu ya kumfanyia kitendo kama kile mwanamke mwenzako, sababu ni ipi? Swala la mapenzi. Unakuja kuta tena mwanaume mwenyewe hata yani hivyo. Yani sio kwake kihalali. Sio kwake kihalali. Hujamuoa, yani umemuoa wapi? Unajua yani kama ukiona mwanaume hujaolewa naye na mwanaume hajakuoa, hicho ni cha wote tunasema. Unajua kwa sababu ndoa ndio inahalalisha mahusiano. Sasa watu mmeokotana tu, hata mzazi wako hajui, mama yako hajui, baba yako hajui, ndugu zako hawajui. Wanaojua pengine ni mashosti zako tu karibu. Huyo anakufanya huyo mwanaume ambaye mmeokotana tu huko mtaani. Umeona tu anavielelela na kupitia kidogo nini. Then unajua kumnyanyasa mwanamke mwenza, na inaonekana juzi, wale watoto wa kike walikuwa wanaishi sehemu moja, maana kwamba walikuwa ni kama marafiki. Unajua wale kama ile ni like hostel kama sikosei. Wanaishi kama marafiki, so walikuwa wana ushirikiano mkubwa sana. Kwa hiyo hata siri zao walikuwa wanaambizana. Sasa at the end of the day unakuja unamnyanyasa shosti yako, saa rafiki yako ambaye unaishi naye ndani. Yaani huyo ambaye utakuja kuumwa leo, utakuja kupata taabu, utakuja kupata shida yoyote mkiwa ndani watatu. Huyo Mwijaku anayemwongelea, jamani nyinyi mpo watu hapo Mwenge. Huyo Mwijaku unayemwongelea, let's say yupo Kigamboni. Japokuwa haina uhakika wala hajathibitishwa kwamba ndio Mwijaku yule tunayemjua yule jamaa, sawa. Sasa wewe uko Mwenge, sawa, unaishi na shosti yako Mwenge, alafu Mwijaku unayemgombania huyo anayekufanya unagombana na shosti yako ambaye unaishi naye chumba kimoja yuko Kigamboni. Just imagine kwamba leo ukipata shida na kwamba unamtegemea Mwijaku sasa, kwa sababu tumepigana kwa ajili yake. Unajua ndio tumepigana kwa ajili yake. So wanashindwa kufikiria kitu kwamba wanashindwa kutumia akili kwamba kitu cha kwanza inawezekana hii mambo yanatokea kwenye jamii zetu sana.
lakini inakuwaje mwanamke sasa wale watoto wa kike wanachukua hatua ya kujirekodi au ya kumrekodi mwenzao? Something so bad brother. Najua ni kitu fulani kibaya sana. Kama kumdhalilisha, yaani ni kumdhalilisha, wanamdhalilisha. Ndio inawezekana ni kawaida of course, pengine na hata nao walifanyiwa, lakini sasa shida ni kwamba unachukua recordings za picha na hujui simu yako leo atashika nani, kesho atashika nani, umempatia nani, you never know. So swala ndo kama hilo, na kitu kingine bwana ndio hivyo kwamba wanawake wanatakiwa wajielewe. Kuna kitu ambacho wanakosea. Swala la wivu kwenye mapenzi ni swala baya sana. Pale walikuwa washindwe kumtoa uhai yule mwanamke. Yaani walikuwa washindwe hata kumchoma hata kisu, kwa sababu kulikuwa unaelekea ndo huko. Mwanamke tayari umeshampiga na fagio la chuma kichwani. Kwa hadi nguo, umemvua mpaka nguo. Sasa utashindwa kumchoma kweli au utashindwa kumkata hata viungo vya siri? Inawezekana ndio. Kwa hiyo vitu vingine mwanamke inabidi uzingatie sana masuala ya mahusiano bana. Mahusiano ni mazuri kweli. Wanasema kwamba is basic, something basic, unajua, lakini tunatakiwa tujue kwamba the end of mwisho wa mahusiano unaweza kuwa ni mzuri au ni mbaya. Mwisho mzuri pengine ni ndoa tunaiongelea sasa. Kama hakuna majungu kwenye ndoa, hakuna majanga kwenye ndoa. Mwisho mbaya ndo kama iliyomkuta Mary, sawa, au iliyomkuta yule dada wa kile na Star Vibe. Yote tumalizie na hili, unawaambiaje wa dada wote ambao wanakutazama sasa hivi, hasa wanafunzi wa chuo ambao wanakuangalia sasa hivi, naomba wapi kidogo ushauri kuhusiana hili swala la mahusiano? Bwana, swali zuri sana. Unajua watoto wa chuo, watoto wa kike wa chuo, kwanza kabisa inabidi waridhike na maisha yao. Unajua wanatakiwa waridhike na maisha yao ambayo wametoka nayo nyumbani. Sasa ukija umetoka zako Kilolo huko, umetoka zako Mafinga, umetoka zako Somanga huko, unakuja tena sawa, unataka uishi maisha ya watu ambao umewakuta na hujui wao wamepita nini. Unaona tu kwenye venyo, unaona tu darasani wanapita vile, sawa, haujui hata wamepata wapi pesa vile, unataka na wewe kuishi kama wao. So inabidi mtoto wa kike ishi maisha yako. Na kwenye mahusiano, maybe mahusiano tunasema sio dhambi, sawa, lakini inabidi uangalie mtu ambaye una date naye. Yani unatakiwa ujue mtu sahihi wa kudate naye, usikurupuke tu. Unajua ndio matokeo unajua kwa kama hayo. Ujue hata mwanaume ametokea wapi, mwanaume ana hasira. Sio maana vile ila kidogo wewe unataka uruke naye tena. So kitu kibaya sana brother. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba naweza kuwasaidia watoto wa kike hilo swala. Bwana, asante sana. From dawn till dusk, we'll keep you near.